Karibu ndugu, dada, rafiki, popote pale ulipo katika channel yetu ya International Missionary Society Seventh Day Adventist Church Reform Movement Field ya Magharibi. Kwa majina ninaitwa Gabriel Atanas Temanya, takuwa pamoja nawe katika kipindi hiki mwanzo hata mwisho. Leo tutakuwa na somo moja juu ya mfumo ama muundo wa kanisa sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza tulijifunza tukaona jinsi ambavyo mfumo wa kanisa unatakiwa kuweje katika kipindi hiki. Na lengo kubwa la kujifunza hili somo tuliona kwamba ni kwa sababu ya madanganyo mengi ambayo yamekuwepo na wimbi kubwa la mafundisho ambalo linafundisha hivi, wengine wanafundisha hivi kuhusiana na namna gani leo kanisa la Mungu linatakiwa, ama mfumo gani ama muundo gani kanisa la leo linatakiwa kuwa nao. Tuliona mfumo wa kanisa tangu kipindi cha wazee akina Adam, lakini tuliona jinsi ambavyo kanisa kipindi cha wazee lilikuwa linaongozwa kifamilia na akina baba walikuwa ndio makuhani wakuu wa familia zao. Na wakati taifa la Israeli lilipoanzishwa, mfumo ulipanuka zaidi ukawa ni wa kitaifa. Na hapo tunaona katika kitabu cha Kutoka sura ya 18 pale ambapo kuhani Yethro kwa uongozi wa Mungu alimshauri nabii Musa ili aweze kuteua ama kuchagua kufanya muundo wa uongozi wa taifa hilo. Na hapo tuliona kwamba alichagua wakuu wa 10, wakuu wa 50, wakuu wa 100, wakuu wa maelfu, wakuu wa lakini pia wa mwisho alikuwa ndio yeye mwenyewe. Kwa hiyo tuliona jinsi ambavyo ngazi hizo za uongozi zilishirikiana katika kutatua mambo mbalimbali, lakini pia kuhakikisha kwamba taifa linaenda kwa utaratibu. Na tuliona kwamba mfumo huo ulidumu mpaka wakati ambapo Yesu alikuta muundo huo ukiwa unaendelea. Na muundo huo ambao ulikuwa na ngazi ya juu ya baraza la Sanhedrini, yani baraza la wazee wa Israeli na makuhani, lilipomkataa baraza hilo, basi uongozi ama mfumo huo wa uongozi wa taifa Yesu aliukataa, aliuacha, kwa sababu muundo huo ama uongozi huo ama mfumo huo wa uongozi ulikataa na ulimkataa na uliikataa injili yake. Na hivyo akaamua kuchagua wengine ambao wangekuwa tayari kuipeleka kazi yake mbele. Na wakati amechagua watu wengine ambao wangekuwa kama kanisa lake, muundo ule ulitumika. Mfumo ule ambao ulitumika katika Agano la Kale ndivyo ambavyo mfumo katika kanisa la Agano Jipya ulitumika kuliunda. Tulisoma nukuu mbalimbali ambazo zilionyesha kwamba kanuni zile ambazo zilitumika katika kipindi cha Musa katika kuchagua uongozi kama kufanya muundo ndizo zilitumika katika kipindi cha mitume ama katika kanisa la awali. Leo tutakuwa na somo ambalo linasema mfumo wa kanisa katika kipindi hiki cha mwisho, hasa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kutoka kipindi cha kukatishwa tamaa mwaka 1844, waumini wa ukweli waliendelea kufunuliwa nuru zaidi na zaidi kutoka patakatifu. Nuru hizo ambazo walitakiwa kutembea kwazo. Maana tuliona kwamba kanisa la Mungu la mwisho litapimwa kwa nuru ama kwa mizani kutoka patakatifu. Ikiwa halitatembea sawasawa na nuru hizo, basi litaonekana limepungua. Nuru hizo ambazo walikuwa wakifunuliwa zilikuwa sawa kabisa na vile ambavyo vitu ambavyo vinapatikana katika patakatifu pa mbinguni, hasa katika chumba cha pili ambapo Kristo alikuwa ameingia. Katika chumba cha pili kulikuwa na sanduku la agano ambalo ndani yake kulikuwa na mbao 2 za mawe, kopo la dhahabu lenye ile mana na fimbo ya Haruni iliyochipuka. Katika vitu hivi kila kitu kilikuwa na maana yake na kila kitu kilipaswa kuliathiri kanisa kwa namna yake. Kwa mfano, mbao 2 za mawe ziliwakilisha amri 10 za Mungu ambazo ziliwakilisha kwamba kanisa linatakiwa kutembea katika sheria za Mungu. Linatakiwa kutembea katika utii wa sheria ya Mungu ya amri 10. Kopo la dhahabu lenye ile mana liliwakilisha nuru ya matengenezo ya afya, kwamba watu wa Mungu wa kipindi hiki cha kanisa
wanapaswa kutembea katika nuru zote za afya ambazo zimefunuliwa kwao. Fimbo ya Haruni iliyochipuka ilimaanisha kanisa la Mungu linapaswa kuwa na mfumo ama uongozi. Hii ndiyo mizani ya patakatifu ambayo ingetakiwa kulipima kanisa la Waadventista wa Sabato. Kama wamepungua katika hata kimojawapo ya hivi, kanisa lingehesabiwa kwamba limepungua. Kwa hiyo tutaangazia zaidi fimbo hii ya Haruni ambayo ni mfumo wa kanisa ama muundo wa kanisa. Leo hii kanisa linatakiwa kuwa na muundo gani? Sintofahamu zote kupitia somo hili, naamini kwamba kwa msaada wa Mungu tutaweza kukabiliana nazo. Neno la Mungu linasema kutoka kitabu cha Counsels to Writers and Editors ukurasa wa 53. Inasema, katika siku za usoni udanganyifu wa kila namna utainuka, na tunahitaji msingi imara kwa ajili ya msimamo wetu. Tunahitaji nguzo imara kwa ajili ya jengo hili. Hakuna hata jambo moja dogo linalopaswa kuondolewa ambalo Bwana amelianzisha. Zingatia hiyo. Hakuna hata jambo moja dogo linalopaswa kuondolewa ambalo Bwana amelianzisha. Moja ya mambo ambayo Mungu alianzisha wakati wa mwanzo kabisa wa kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa lake la masalio, ulikuwa ni muundo ama mfumo wa kanisa. Hivyo nuru hii kutoka katika shuhuda hii ya Counsels to Writers and Editors, Nabii White alioneshwa kwamba hakuna hata jambo moja dogo linalopaswa kuondolewa. Leo hii kumekuwa na nadharia mbalimbali kama ambavyo tuliona katika sehemu ya kwanza, jinsi ambavyo vikundi vingi hasa vya wana matengenezo wa Adventista wa Sabato wana matengenezo ambavyo vinakuwa vina tofautiana mtazamo na upotoshaji mkubwa juu ya swala hili la muundo wa kanisa. Pointi ya kuzingatia kwamba moja ya kweli zilizomo katika sanduku la agano ni nuru kuhusu mfumo wa kanisa, ikiwakilishwa na fimbo ya Haruni. Kweli hii iliyoko patakatifu inapingwa na wengi wa wanaodai kuwa Adventista, tena wana matengenezo, wasijue wanapingana na ukweli kutoka patakatifu. Upingaji huo ni madanganyo ama ni matokeo ya madanganyo ya shetani. Kama kuna kanisa lijitalo la Adventista linapinga mfumo, hilo moja kwa moja limepungua kwa mizani ya patakatifu na halifai kubeba majukumu ya utume, maana linazishambulia kweli za maandiko. Wowote wale wanaopinga mfumo sahihi ambao upo kimaandiko, wanaojiita wana matengenezo ama kanisa la Adventista wa Sabato, basi hao moja kwa moja wamepungua. Maana maandiko yanasema kwamba hata kama wangepuuza nuru ndogo kiasi gani kutoka patakatifu, basi wangeonekana kwamba hawafai. Kitabu cha Spiritual Gifts Volume 4A ukurasa wa 35 na 36 inasema, fimbo ilihifadhiwa kama ushuhuda. Mabadiliko yote yaliyoonekana kwenye fimbo yalitokea ndani ya usiku mmoja ili kuwashawishi kwamba Mungu kwa uzuri alikuwa ametofautisha kati ya Haruni na wana wengine wa Israeli. Baada ya muujiza huu wa nguvu wa kiungu, mamlaka ya kikuhani haikuhojiwa tena. Fimbo hii ya ajabu ilihifadhiwa ili kuoneshwa kwa watu daima, kuwakumbusha yale ya nyuma, kuwakinga na manunguniko, na tena kusadikishwa kikamilifu kuhusiana na makosa yao, kwa kuwalaumu kinyume cha haki Musa na Haruni kama walivyokuwa wamefanya. Waliona uhaini wao uliopita katika nuru ya kweli na waliingiwa na hofu. Walimwambia Musa wakisema, angalia, sisi twafa, twaangamia sote, twaangamia. Walikuwa mbali wakivutwa kuamini ukweli usiotakiwa kwamba tumaini lao linakufa jangwani. Baada ya kuamini kwamba kwa kweli alikuwa Bwana aliyekuwa amesema hawataingia katika nchi ya ahadi na wangekufa, hatimaye walikiri kwamba Musa na Haruni walikuwa sawa na kwamba walikuwa wamemtenda dhambi Bwana kwa kuasi dhidi ya mamlaka. Waliungama pia kwamba Kora na wote walioangamia pamoja naye walikuwa wamemtenda dhambi Bwana na kwamba walihangaika kwa haki kwa sababu ya ghadhabu ya Mungu. Kama ambavyo kopo la mana lilihifadhiwa kwa ushuhuda wa matengenezo ya afya katika vizazi vyote, ndivyo ambavyo fimbo ya Haruni ilihifadhiwa pia
kuwa ushuhuda wa kuheshimu na kuamini uongozi, yaani mamlaka ndani ya kanisa ambayo Mungu aliiweka kati ya watu wake. Waisraeli walinung'unika wakidai Musa na Haruni wamepewa mamlaka makubwa mno. Mungu akawashuhudia kwa fimbo ile. Hata leo Mungu anasihi washiriki wanapaswa kuheshimu utaratibu ambao Mungu kupitia huo Mungu anajipatia viongozi katika kanisa lake na pia kuheshimu mamlaka hiyo iliyochaguliwa. Waadventista wa awali wakiwa katika juhudi mbalimbali za kujifunza ukweli ambao kwa huo wangetembea na kufanya msingi imara, mojawapo ya mambo ambayo dada White alifunuliwa kutoka patakatifu ni kuhusu mfumo wa kanisa. Nabii aliandika, "Nilionyeshwa jinsi gani Mungu alivyokuwa mkuu na mtakatifu. Malaika akasema, enenda kwa uangalifu mbele zake, maana yeye yuko juu na mwenye kutukuka, na heshima ya utukufu wake ulijaza hekalu. Naliona kuwa kila kitu mbinguni kilikuwa katika utaratibu kamili." Malaika akasema, "Tazama, Kristo ndiye kichwa, enendeni kwa utaratibu, enendeni katika utaratibu, elewa maono ya kila jambo." Malaika akasema, "Tazama na uelewe utaratibu wa mbinguni ulivyo mzuri na kamili, ufuateni." Kutoka kitabu cha Ellen G. White Manuscript ya mwezi wa 11 1850, ukurasa wa 30 aya ya 5 kwa namba za Kirumi. Kutoka kitabu cha maandiko ya awali anaendelea anasema, ilichukua muda kuwafanya waumini kwa ujumla kukubali mahitaji na umuhimu wa utaratibu wa Injili. Uzoefu wao wa kwanza katika makanisa ya Kiprotestanti walimotoka uliofanya kuwa na tahadhari. Isipokuwa mahala ambapo hitaji la kimatendo lilikuwa linaonekana dhahiri, lakini kwa kuhofia kuingizwa kwa mapokeo iliwafanya washiriki kukataa utaratibu wa kanisa. Utaratibu huo haukuwekwa mpaka baada ya miaka 10 baada ya maono ya Mama White mwaka 1850 ndipo mipango halisi ya kanisa iliwekwa. Sababu yenye umuhimu sana ili kufanya juhudi zao zifanikiwe ilikuwa ni kuelewa mada yenye jina utaratibu wa Injili iliyochapwa katika Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White. Hayo yanapatikana katika kitabu hiki kutoka kitabu cha Ere Writings ukurasa wa 31 kwa namba za Kirumi. Hivyo dada White hapa tunaona alioneshwa maono juu ya utaratibu wa Injili. Utaratibu wa Injili yani muundo wa kazi. Kanisa lingeendeshwaje? Lingekuwa na muundo gani ama utaratibu gani? Yani church order. Bado kutoka kitabu cha Testimony to Ministers and Gospel Workers ukurasa wa 26 na 27 anasema, bado kulikuwa na hisia za ushupavu kinyume cha muundo miongoni mwa watu wetu. Waadventista wa awali walikuwa wapingaji wa muundo na wengi wa Waadventista wa Sabato waliunga mkono mawazo yale yale. Tulimtafuta Bwana kwa maombi ya dhati ili tuweze kufahamu mapenzi yake. Na nuru ilitolewa na Roho wake kwa kunapaswa kuwa na utaratibu na nidhamu ya kweli katika kanisa, kwamba muundo ulikuwa wa muhimu. Mfumo na utaratibu huonekana katika kazi zote za Mungu katika ulimwengu wote. Utaratibu ni sheria ya mbingu na inapaswa kuwa sheria ya watu wake duniani. Tulipata mashindano magumu wakati wa kuanzisha muundo. Japo Bwana alitoa ushuhuda baada ya ushuhuda kuhusu jambo hili, upinzani ulikuwa mkubwa na lilipaswa kurudiwa tena na tena. Lakini tulijua kwamba Mungu wa Israeli alikuwa akituongoza na kutuelekeza kwa vipawa vyake. Tuliingia katika kazi ya muundo na tuliona mafanikio yakija kwenye mwenendo wetu ulioendelea. Katika harakati za kuanzishwa kwa mfumo wa kanisa, tunasoma kwamba wengi wa Waadventista wa Sabato walipinga mpango huo wakihofu kwamba wangekaribisha upapa walioukimbia kwenye makanisa ya Kiprotestanti. Ndugu mtazamaji, sikiliza vizuri hapa. Katika kipindi hiki cha Waadventista wa awali walikuwa wanapinga sana muundo juu ya uongozi na utaratibu wa Injili, wakihofia kwamba wataweka upapa. Ushuhuda huu unatuambia kwamba
walidumu katika maombi kwa miaka 10, yani kutoka mwaka 1850 hadi 1860, wakimwomba Mungu aweze kuwafunulia ili waweze kuweka mfumo ambao ungekuwa faida kwa ustawi wa kanisa, na Mungu alikuwa nao akiwaongoza wakati wa hatua hii, yani aliwaongoza hatua kwa hatua. Wengine hudai kwamba kuna wale ambao ni Waadventista wa Sabato wanajidai ni wana matengenezo, lakini si wana matengenezo bali wanabomoa na kujenga kitu chao kipya. Wanadai kwamba kitendo cha kanisa la Waadventista wa Sabato kuwa na kiongozi, yani president ama rais wa baraza kuu la kanisa ulimwenguni, ni mfano wa Waisraeli walipomkataa Mungu na kulilia kuwa na mfalme wao kama mataifa mengine. Lakini hebu haya madai tujiulize, ni ya kweli? Madai haya si ya kweli, kwa sababu shuhuda zinatuambia Waadventista wa awali walikuwa wapinzani wakubwa wa kuanzishwa kwa mfumo. Kilichofanikisha hili ni maombi na majifunzo mengi, tena kwa muda mrefu wa miaka 10, ndipo mfumo ukawekwa ama muundo wa uongozi. Je, unaweza ukaona mfanano wowote hapo na Waisraeli waliolilia kuwa na mfalme kwa matakwa yao wenyewe? Hapana, mfanano haupo kabisa, kwa sababu Waisraeli walililia, lakini Waadventista mwanzo walikuwa wapinzani wa muundo huo, na mwisho wa siku Mungu akawaongoza muundo waweke. Katika kulilia mfalme, wa Israeli wa zamani walimwomba Mungu kwa bidii na kujifunza kwingi ili wapewe mfalme? La hasha, sio kweli. Hawakuomba, bali Waadventista wa mwanzo katika kuweka utaratibu ambao hatimaye ulikuja kuwekwa uongozi ambao una president, yalikuwa ni matokeo ya maombi na kusoma kwingi neno la Mungu. Kiongozi, kitu ambacho watu wana misinterpret ama wanachukulia mawazo ya kibinadamu, si ya neno, kuongozwa na neno la Mungu. Kiongozi, wanamchukulia kiongozi wa baraza kuu ama president kama mfalme, lakini ukweli ni kwamba kiongozi wa baraza kuu si mfalme wa kanisa, bali ni kama alivyo mzee wa kanisa katika baraza la kanisa mahalia tu. Yeye kiongozi ama mwenyekiti wa baraza kuu ni msimamizi mkuu wa huduma na mipango yote ya kanisa ulimwenguni, akishirikiana na wajumbe wa baraza kuu, kama ambavyo Musa alikuwa akishirikiana na baraza la wazee, yani wale wakuu wa maelfu. Ndivyo ambavyo president hapa anakuwa anashirikiana na wengine wengi katika kutimiza mipango mbalimbali ya kanisa. Mfumo wa kanisa ni nuru kutoka patakatifu kama ilivyo Sabato na matengenezo ya afya. Kanisa bila mfumo, hilo linapungua katika mizani ya patakatifu. Hebu tuone juu ya harakati na sababu za kuanzishwa kwa mfumo katika kipindi cha kanisa la Waadventista wa Sabato ama wakati huu wa mwisho. Katika wakati wa Musa, moja ya sababu ya kuhani Yethro kumshauri Musa kupanga mfumo wa uongozi na usimamizi katika taifa ilikuwa ni idadi kubwa ya watu aliyotakiwa kuwasimamia na kuwatatulia haja zao. Ili kuendesha shughuli za taifa kwa mafanikio zaidi, ilipaswa mfumo uwekwe, bila hivyo kusingekuwa na mafanikio ya kazi na huduma. Vivyo hivyo, kwa kipindi cha mwisho hiki, Mungu alipanga kanisa litembee katika mfumo na muundo ambao ungesaidia ufanisi katika kupeleka injili kwa ulimwengu. Ushuhuda kutoka kitabu cha Ellen G. White manuscript ya Novemba 1850 ama L. Lightings, ukurasa wa 30 aya ya 5, anasema: lakini pamoja na fursa hizi mpya na idadi kubwa ya watu waliokuwa wakipokea ujumbe, dalili chache za mafarakano ziliingia miongoni mwao, na kama zisingeangaliwa kazi ingeharibiwa sana. Lakini hapa tunaona tena udhihirisho wa wema wa Mungu katika kuongoza watu wake. Maana tarehe 24 Disemba 1850 katika njozi aliyopewa Ellen G. White anatuambia, nilionyeshwa jinsi gani Mungu alivyokuwa mkuu na mtakatifu. Malaika akasema, enenda kwa uangalifu mbele zake, maana yeye yuko juu na mwenye kutukuka, na heshima ya utukufu wake ulijaza hekalu. Naliona kuwa kila kitu mbinguni kilikuwa katika utaratibu kamili. Malaika akasema, tazama, Kristo ndiye kichwa, enendeni katika utaratibu, enendeni katika utaratibu. Elewa maono ya kila jambo. Malaika akasema, tazama na uelewe utaratibu wa mbinguni ulivyo mzuri na kamili, ufuateni. Mpendwa, baada ya maombi mengi na majifunzo mengi kuhusu muundo ama mfumo,
Hatimaye mwaka 1863 Baraza Kuu la Kanisa la Waadventista wa Sabato liliundwa chini ya kiongozi wa Baraza Kuu aliyeitwa John Bington. Yaani president wa Kanisa la Waadventista wa Sabato wana General Conference wa kwanza aliitwa John Bington. Mwaka 1863 kwa mara ya kwanza muundo wa kanisa wa Baraza Kuu unaundwa. Utaratibu huu wa mfumo wa kanisa ulianzishwa kwa upinzani mkubwa na maombi mengi ya muda mrefu, na muundo huu ulipaswa kudumishwa hata wakati wa mwisho. Yaani muundo huu haukupaswa kuharibika ama kuondolewa, maana ni mfumo ama utaratibu wa Mungu wa Injili ambavyo ingepelekwa. Swali la kujiuliza kwetu ni kwamba kama matokeo ya maombi mengi na kujifunza kwingi kuhusu mfumo wa kanisa ilikuwa muundo wa Baraza Kuu mwaka 1863, inawezekanaje mfumo huu baadaye uwe haufai na kwamba mfumo huu ni uasi? Wengi wanasema General Conference, mfumo wa kuwa na General Conference na president na nini ni uasi na haitakiwi iwe hivyo kwa sasa. Swali la kujiuliza ni kwamba muundo huu kwa mujibu wa shuhuda mbalimbali tunaambiwaje kuhusiana na muundo huu? Tunaambiwa kwamba muundo huu ungepaswa kudumu hata wakati wa mwisho, na ndio yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. Bila shaka yoyote, katika muda huo waliongozwa na Mungu kufanya muundo huo, na kwa mara ya kwanza baada ya maombi mengi General Conference iliundwa. Hebu tusome ushuhuda hapa kutoka katika kitabu cha Testimonies to Ministers and Gospel Workers ukurasa wa 26. Anasema nuru ilitolewa na Roho wake kuwa lazima pawepo na utaratibu na nidhamu kamilifu katika kanisa, kwamba mfumo ulikuwa ni muhimu. Mfumo na muundo ni muhimu katika kazi ya Mungu pote katika ulimwengu mzima. Utaratibu ni kanuni ya mbingu na ingepasa kuwa kanuni ya watu wa Mungu duniani. Pasipokuwa na muundo wa kazi, basi hakuna cha kutumainia kwa wakati wa ujao. Testimonies for the Church Volume 1 ukurasa wa 270 anasema kama makanisa hayataunda vyema taratibu ambazo zinaweza kuendesha na kusisitiza nidhamu, hayana chochote cha kutumaini kwa wakati ujao. Hivyo pasipo muundo hakuna tumaini, yaani hakuna vision ya kanisa ya kufanya chochote ama mafanikio yoyote pasipo muundo. Kama ilivyokuwa tangu zamani, hata leo Baraza Kuu la Kanisa ni sauti ya Mungu. Baraza Kuu kama ilivyokuwa katika kipindi cha Agano la Kale, Baraza Kuu la Taifa la Israeli, yani Baraza la Sanhedrin, ndio lilikuwa sauti ya Mungu. Likikaa hilo likaamua, ni maamuzi ya taifa zima. Ndio maana Baraza la Sanhedrin lilivyomkataa hata Yesu, ilikuwa ni hatia ya taifa zima. Taifa zima lilihesabika kumkataa Kristo kwa sababu Baraza la Sanhedrin ambalo ni mamlaka ya juu ya taifa iliamua. Hivyo Baraza la Sanhedrin ilikuwa ni sauti ya taifa mbele za Mungu. Hata hivyo leo hii Baraza la Kanisa, yani General Conference, ni sauti ya kanisa mbele za Mungu, ama ni sauti ya Mungu kwa kanisa. Ndivyo ilivyokuwa hata wakati wa kipindi cha kanisa la awali. Baraza la mitume na wazee lilipokuwa likikaa pale Yerusalemu, ilikuwa ni sauti ya Mungu kwa kanisa, lakini pia ni sauti ya kanisa mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu ametumia mfumo huu wa uwakilishi, hajauacha na utadumu mpaka mwisho. Kitabu cha Acts of Apostles cha Roho ya Unabii ukurasa wa 195 aya ya 3 kinasema, Paulo na Barnaba walifanyika wao kuwa kama watu waliohatarisha maisha yao kwa ajili ya Bwana. Yuda na Sila walitumwa pamoja na mitume hawa kutangaza kwa mataifa kwa neno la kinywa uamuzi wa baraza, kwa maana ilimpendeza Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwika mzigo ila hayo yaliyo ya lazima. Yaani mjiepushe na vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na damu na nyama zilizosongolewa na uasherati. Mkijizuia na hayo mtafanya vyema, wasalamu. Watumishi hawa 4 walitumwa kwenda Antiokia na waraka na ujumbe ambao ungeweka ukomo wa mashindano yote
kwa sababu ilikuwa ni sauti ya mamlaka ya juu kuliko zote juu ya dunia. Sikiliza vizuri mpendwa hapa. Yaani maamuzi ya baraza la wazee na mitume kwanza maamuzi hayo yalitakiwa kukomesha mashindano ndani ya kanisa juu ya swala hilo, lakini pia ilikuwa ni sauti ya mamlaka ya juu kuliko zote juu ya dunia. Hivyo ndivyo ilivyo hata leo. Baraza Kuu General Conference ya kanisa la Mungu, sio baraza la kanisa lolote lile. Baraza Kuu la kanisa la Mungu ni mamlaka ya juu kuliko zote juu ya dunia. Maana kanisa la Mungu duniani ndipo mamlaka ya Mungu ilipo. Kitabu cha Testimonies for the Church volume 9 ukurasa wa 260 na 61 ya mwaka 1909 nasema, Mungu ameweka wakifu kwamba wawakilishi wa kanisa lake kutoka sehemu zote za ulimwengu wanapokusanyika katika baraza kuu wanakuwa na mamlaka. Kosa ambalo wengine wako katika hatari ya kulifanya ni kuyafuata maamuzi ya mtu mmoja au kundi dogo la watu. Mamlaka yote na ushawishi ambao Mungu ameuwekeza kwa kanisa lake katika uamuzi na sauti ya baraza kuu linalokusanyika kupangua mafanikio na maendeleo ya kazi yake. Katika nukuu hii tunaona kwamba Mungu ameweka wakifu kwamba wawakilishi wa kanisa kutoka kila mahali wanapokusanyika wote ndio wanaunda baraza kuu. Hao ndio wanakuwa ni highest authority under the sun. Yaani wana mamlaka ya juu kuliko zote duniani. Hao ndio wakiamua kwa ajili ya kanisa wanatakiwa kusikilizwa. Hamna jambo lolote linatakiwa kupuuzwa likiamuliwa na wao. Maana Mungu amewaweka wakfu. Elewa kuwaweka wakfu. Hapa ndipo wengi wamekuja kupuuza mamlaka hii baada ya kuona mamlaka fulani zimeasi. Hivyo mamlaka yote ya namna hii wanaanza kuipuuza. Mungu hajaacha utaratibu wake. Uasi utaendelea kuitwa uasi, lakini utaratibu wa Mungu utaendelea kuheshimiwa siku zote. Shuhuda zinasema kwamba baraza kuu ni wawakilishi wa kanisa kutoka kote ulimwenguni. Hapa tunatambua kwamba waumini wote ulimwenguni wanapaswa kuunganishwa na mfumo mmoja kama ilivyokuwa katika kipindi cha mitume. Na hivyo watakuwa na imani moja na mafundisho mamoja kama ambavyo baraza kuu la mitume lilivyokuwa likitatua changamoto mbalimbali za kimafundisho kutoka sehemu mbalimbali za dunia injili ilikokuwa imefika. Sasa leo utakuta na vikundi mbalimbali hasa vya wana matengenezo wanaojiita wana matengenezo, vikundi mbalimbali vya kanisa tena vikiwa vinajitegemea kila kimoja na kila kimoja kiko na kinajitegemea kimafundisho. Yaani kwa vikundi hivyo vyote haviwezi kuwa na resolution moja ama maafikiano mamoja ya kimafundisho. Vyote vinadai kuwa kanisa la Mungu lakini havina muafaka mmoja wa mafundisho. Kutoka katika nuru hii ya muundo wa kanisa tunaona kwamba kama ambavyo kanisa la mitume ama baraza la mitume na wazee kule Yerusalemu lilikuwa likitatua changamoto za makanisa yote ulimwenguni kokote kule injili ilikokuwa imefika, ndivyo ambavyo hata leo inapaswa kuwa. Maana bila hivyo kutofautiana katika mafundisho na imani lazima kuwepo tu. Kwa hiyo wale wote wanaopinga mfumo wako katika mfumo wa Babeli. Maana kwao kutofautiana kiimani ama kimafundisho ni lazima na hawawezi kufaa kujenga mwili mmoja wa Kristo. Kwa hiyo vikundi vingi vya na matengenezo leo vinajenga ama vinatengeneza Babeli. Maana havina muafaka mmoja wa kimafundisho na imani. Kuanzia ngazi ya baraza la kanisa mahalia ni sauti ya Mungu kwa ngazi hiyo. Vivyo hivyo kwa ngazi zinazofuata kulingana na dhamana zilizopewa, hatimaye baraza kuu ni sauti ya Mungu ya kanisa ulimwenguni kote. Hebu tuangazie kuhusiana na kiongozi wa baraza kuu ama president. Wengine wameendeleza mawazo kwamba kitendo cha kanisa kuwa na rais ama kiongozi wa kanisa ulimwenguni ni ubatili. Lakini neno la Mungu linasemaje kuhusiana na hilo? Tangu mwanzo mtu mmoja aliweza kuteuliwa na Mungu kuongoza taifa. Mfano Musa, Yoshua, Gideoni, Samsoni,
Eli, Samueli na wengine. Jambo la kufahamu ni hili: wao peke yao hawakuongoza, bali kwa kushirikiana na viongozi wenza. Wengi wao wanadhani kwamba presidenti wa kanisa ama kiongozi wa mwenyekiti wa baraza kuu ni kwamba yeye ndiye anaamua, wengine wanamsikiliza tu. Hapana. Hata Musa hakuamua yeye peke yake, alishirikiana na baraza lile la wakuu, baraza lile la wazee, viongozi wa taifa. Wale viongozi wa 10, 50, wa mamia, wa maelfu, hao ndio walishirikiana naye. Jambo lolote lililomfikia yeye, alishirikiana nao katika kuamua. Baraza la Sanhedrin ilikuwa ni kusanyiko la viongozi, wazee, makuhani. Ndipo walipoamua kwa pamoja wakishirikiana na kuhani mkuu. Kuhani mkuu hakuamua yeye peke yake pasipo kuafikiana na wengine. Hivyo presidenti si mfalme ambaye anaamua kama Mungu, bali anaamua kwa kushirikiana na ndugu wengine. Kwa hiyo kulingana na nuru ambazo tunazo za wakati huu kupitia roho ya unabii na za dada White, zinatuambia kwamba presidenti si ubatili. Uwepo wa presidenti wa GC ama kiongozi wa GC si ubatili, bali ni nuru kutoka kwa Mungu. Ndio maana kwa mara ya kwanza wakiongozwa na Mungu waliweka GC mwaka 1863. Presidenti wa kwanza akachaguliwa ambaye aliitwa John Bington. Hivyo kama isingekuwa ni uongozi wa Mungu, basi hilo jambo dada White angeoneshwa kwamba hapo haitakiwi mweke presidenti wa GC, inatakiwa iwe na hivi na hivi. Lakini dada White anasema jambo lile lilifanikiwa kwa sababu ya maombi mengi na kujifunza kwingi. Kwa hiyo hilo jambo la uwepo la muundo huo wa GC, na tena kuna presidenti wa GC, ni mpango wa Mungu. Kama ilivyokuwa zamani, viongozi walikuwepo kama waamuzi hao na nabii Musa. Ushuhuda wa roho unakiri kuwepo kiongozi wa baraza kuu. Ushuhuda huu unasema yule ambaye anachaguliwa kuwa rais wa baraza kuu kwa hofu ya Mungu anapaswa kusimama katika sehemu, jukumu na sehemu yake bila upendeleo na mivuto ya kibinafsi. Anapaswa kuwa wakili mwaminifu. Anapaswa kuwa kuhani na mtawala mwenye busara wa nyumba yake mwenyewe. Anapaswa kuonesha kwamba anafahamu kazi ya kuitawala familia yake mwenyewe kwa busara na kwa hofu ya Mungu. Kama hili litapuuzwa, atabeba madhaifu yake na kuyaleta katika kazi. Kama mtu yeyote anashuhudia kwamba upendo na hofu ya Mungu vimewekwa kando na kitovu cha maisha yake ili kupinga kuongozwa na ukweli katika matendo yake, wakati huo mambo ya dunia yanafanywa kuwa kila kitu. Hapaswi kuwa mtu wa kuchaguliwa. Hapaswi kuwa hata kuwa mzee wa kanisa. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 322 aya ya 3. Kwa hiyo aya hii inatuambia sifa za mtu ambaye anatakiwa kuwa presidenti wa GC. Kwa hiyo kama maandiko na nuru zetu zinatuambia sifa za presidenti, maana yake presidenti ni muundo ambao upo ndani ya kanisa. Wote wanaosema kanisa kuwa na rais ama kiongozi wa baraza kuu duniani ni ubatili, wamepotoka wao na wamedanganyika na muovu. Kwa nini mfumo? Hebu tuone kwa nini mfumo na muundo ulianzishwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kutoka kitabu cha Testimony to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 26 aya ya 2, anasema kadiri idadi ya washiriki wetu ilivyokuwa inaongezeka, ilikuwa dhahiri kuwa pasipo namna fulani ya mfumo wa utawala pangetokea machafuko makubwa na kazi isingeliendelea mbele kwa mafanikio. Ili kuimarisha kazi ya huduma, kuanzisha kazi mahali papya kwa ajili ya kuyalinda makanisa na huduma, pia dhidi ya washiriki wasiostahili, kwa ajili ya kumiliki viwanja na mali za kanisa, kwa ajili ya kazi ya uchapaji wa kweli kupitia mitambo ya uchapaji, na kwa ajili ya makusudi mengine mengi, mfumo wa utawala ulikuwa ni jambo la lazima. Mpendwa mtazamaji, mfumo wa kanisa ulianzishwa ili kuimarisha kazi ya huduma. Hii ina maana kwamba bila mfumo hakuna uimara wowote katika kazi ya utume
na hakuna kibali cha Mungu katika kuifanya kazi yake. Maana kazi yake haipaswi kufanyika kwa kubahatisha, bali kwa uhakika. Testimonies for the Church volume 9 ukurasa wa 27 inasema, muda ni mfupi na majeshi yetu yanapaswa kuwa yameundwa ili kufanya kazi kubwa zaidi. Mtu yeyote ambaye ni ana elimu tu hata ya duniani anaweza akaelewa vizuri. Pasipokuwa na organization, mambo yataenda shagala bagala. Mambo yataenda kila mtu atakavyoamua, pasipokuwa na utaratibu ama organization. Hivyo Mungu anataka kazi yake iende kwa organization, ndipo itafanyika kwa ufanisi na kwa upana na kwa ukubwa zaidi. Sasa swali la kujiuliza, wanaokataa mfumo wanataka kila mmoja aende anavyotaka. Hivi kweli wanayo malengo ya kufanya kazi kubwa zaidi kama maandiko yanavyoagiza? Bila shaka hapana, hawana hayo malengo. Hawawezi kufanya kazi kubwa kwa sababu ni katika mfumo pekee ndio inawezekana. Hata Uadventista ulienea kwa kasi sana ulimwenguni kwa sababu ya kuwepo kwa mfumo ama organization ya kanisa iliyo imara kwa ulimwengu. Bila hivyo isingewezekana. Kwa hiyo hao ambao ni wanajiita wana matengenezo wanadai mfumo ni adui wa kazi, wakati ujumbe wa marejeo umewafikia kwa msaada mkubwa wa mfumo uliowekwa na Mungu mwenyewe. Je, wataweza kuieneza hiyo kazi ya matengenezo ulimwenguni kote bila mfumo ama utaratibu wa Injili? Hapana, haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu kila idadi yao itakapokuwa inaongezeka kidogo, mafarakano na migawanyiko itatokea. Je, mafarakano ni mpango wa Mungu? La hasha. Na tumetoka kusoma hapo juu kwamba moja ya mambo ambayo yalisukuma kuanzishwa kwa mfumo na utaratibu na nidhamu ndani ya kanisa ni kwamba ishara za machafuko na mafarakano zilianza kuonekana. Hivyo muundo ukiwepo, mafarakano si rahisi kuingia ndani ya kanisa. Hivyo mfumo unasaidia upelekaji wa Injili. Kanisa linapata kutimiza wajibu wake kwa ulimwengu. Wote wanaopinga mfumo wa kanisa wanahisi hawana wajibu wa kupeleka Injili ulimwenguni kote, kitu ambacho ni mawazo yaliyolaaniwa. Maana maandiko yanasema, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili, mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Agizo la Kristo ni kuieneza Injili ulimwenguni kote. Hivyo kanisa la Mungu linapaswa kuwa na washiriki kote ulimwenguni. Hili linawezekana tu chini ya utaratibu na muundo na mfumo wa kanisa ulio imara. Ndio unaweza ukalifanya hili. Mungu huwaelekeza watu wa dhambi kwa kanisa lake linaloonekana. Na hili ndio ambalo limeundwa kiulimwengu. Ili waje wafundishwe nini cha kufanya ili wapate kutumika na Mungu, kuandaliwa kwa ajili ya ujio wa Yesu na hatimaye kuupata uzima. Kama ambavyo Paulo alielekezwa kwa kanisa, alielekezwa na Mungu kwa kanisa lake ili akaambiwe nini cha kufanya. Kitabu cha Acts of Apostles ukurasa 222 aya ya 3 anasema, wengi wana mawazo kwamba wanawajibika kwa Kristo peke yao kwa nuru na ujuzi walio nao, wakiwa wanajitegemea kutoka kwa wafuasi wake anaowatambua duniani. Yesu ni rafiki wa wadhambi na moyo wake huguswa na ole zao. Ana nguvu zote mbinguni na duniani, lakini anaheshimu njia ambazo ameziweka kwa ajili ya kutoa nuru na kuwaokoa watu. Zingatia hii sentensi ya Yesu ya dada White. Anasema Yesu anaheshimu njia ambazo ameziweka kwa ajili ya kutoa nuru na kuwaokoa watu. Ni njia gani hizo ambazo anaziheshimu, ameziweka kwa ajili ya kuokoa watu? Anasema anawaelekeza wadhambi kwenye kanisa ambalo amelifanya kuwa mfereji wa nuru kwa ulimwengu. Narudia tena, anawaelekeza wadhambi kwenye kanisa ambalo amelifanya kuwa mfereji wa nuru kwa ulimwengu. Kanisa gani? Lazima liwe ni kanisa linaloonekana duniani. Lazima liwe ni kanisa ambalo limeundwa duniani.
ni kanisa linaloonekana. Hili ndilo Mungu anawaongoza watu wa dhambi ili waelekezwe hapo, wakaelekezwe cha kufanya. Kama ambavyo Paulo alivyokutana na Yesu, alielekezwa akakutana na watumishi wa kanisa ili aelekezwe cha kufanya. Kama tutakuwa na mawazo ya kujitegemea kila mmoja, basi Mungu hana mahali pa kuwahifadhi watu wake wanaoandaliwa kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Maana mtu mmoja mmoja tu hawezi kupewa majukumu kama hayo ambayo Mungu ameyatoa kwa kanisa. Tangu mwanzo wa kanisa la Kikristo, Mungu ameweka wajibu wa utume juu ya kanisa. Yaani watumishi wake wengi ambao ni wamoja katika makusudi. Yaani talanta zilizokutanishwa kwa pamoja ili ziweze kufanya kazi na kuwaimarisha washiriki wa kanisa. Na ili wasaidiane katika kazi, na umoja wao katika kazi unaunganishwa na mfumo wa kiulimwengu. Dhumuni lingine la mfumo wa kanisa ni kuzuia machafuko kama tulivyoona, yani to maintain harmony and avoid confusion. Hii ina maana kwamba kukataa muundo ni kukaribisha machafuko. Mfano, jeshi lisilo na mfumo thabiti ni rahisi sana kwa uasi na mafarakano kutokea. Vivyo hivyo, kanisa ni mfano wa jeshi. Kanisa la Mungu ni zaidi sana, tena ni zaidi ya jeshi. Utaratibu wake unatakiwa kuwa umenyoka na thabiti kuliko hata majeshi ya kidunia. Kwa hiyo kanisa linalodai ni la Mungu halafu linakosa mfumo thabiti, na uasi unakuwa ni rahisi tu, migawanyiko inakuwa ni rahisi tu kutokea, hilo si kanisa la Mungu. Kwa mfano, ninayo experience ya vikundi vingi vya wanamatengenezo. Utakuta kikundi cha wanamatengenezo, lakini ukifuatilia jinsi ambavyo wao wenyewe wanagawanyika kila mara, wanashindwa kukubaliana katika mambo fulani, suluhisho ni kugawanyika. Wakishindwa kuelewana tu hata katika jambo dogo, suluhisho ni wanagawanyika. Wanaenda wanagawanyika hivyo hivyo. Kwa nini? Ni kwa sababu they have no order. Hakuna kitu kinachowafungamanisha ili waweze kutafuta suluhu mbali na kugawanyika. Ni jeshi lisilo na utaratibu. Kila mmoja anaamua anavyotaka. Mungu hana kanisa la namna hiyo. Huu sio mpango wa Mungu kuweka urahisi wa jeshi lake kugawanyika kwa sababu ya kutokuwepo kwa utaratibu mzuri, bali ni mapenzi ya Shetani. Shetani anataka umoja uvunjike kirahisi. Anataka tugawanyike, kila mtu ajitegemee mwenyewe ili nguvu ya jeshi ikosekane. Shetani anafanya bidii kutuhimiza tukatae mfumo ili nguvu na kasi ya kueneza ukweli ikosekane. Ushuhuda unasema kwamba kanisa la Mungu ulimwenguni kote lina umoja wa imani na mafundisho, si mmoja kuamini hiki mwingine kile, kwa sababu mchungaji ni mmoja, yaani Yesu. Wanaotembea bila mfumo na wakijidai kuwa ni kanisa la Mungu, kwa hakika hawana muunganiko wowote katika makusudi ya Injili na hata mafundisho. Kwa hiyo wanatembea katika mpango wa Shetani kwa kuridhika katika kutofautiana, kama ambavyo madhehebu ya Kiprotestanti yalivyo tofautiana. Yote yakidai ni wa Protestanti, watengenezaji, lakini wote wakiwa na elimu ya ukweli nusunusu na uongo ukichanganyika. Hii ni kwa sababu ya kukataa muundo wa kanisa ambao Mungu aliuweka ili kuepusha hayo. Kwa Waadventista wa Sabato, aliweka muundo ili kuwaunganisha watu wake wawe na imani moja ya kimafundisho. Lakini cha ajabu leo utakutana na matengenezo wanakuambia, leo hii kanisa linaunganishwa duniani si kwa kutumia mfumo wa kimwili huu, mfumo halisi, bali wanaunganika kiroho. Wana umoja kiroho, sio umoja huu wa kimwili. Maandiko hayasemi kitu kama hicho. Ni nadharia za watu ambao hawataki kufanya muundo sawa na Mungu anavyoagiza. Mungu analo kanisa ambalo lina ushirika na umoja wa kimwili pamoja na kiroho. Maana ni kanisa linaloonekana. Si kanisa la kiroho tu, bali ni linaloonekana pia. Ndio maana Yesu kwa sababu ameliweka hilo kanisa, anawaongoza wadhambi waende katika kanisa hilo linaloonekana, waweze kuoneshwa nini cha kufanya.
Kitabu cha Testimony for the Church volume 3 ukurasa wa 446 aya ya 3 anasema Mungu anaongoza watu kutoka kwenye ulimwengu juu ya jukwaa lililoinuliwa la ukweli wa milele, amri za Mungu na imani ya Yesu. Atawatiisha na kuwafanya watu wake wafae. Hawatakuwa katika mtofautiano. Mmoja anaamini kitu kimoja na mwingine anayo imani na mtazamo tofauti kwa ujumla. Kila mmoja akitembea kwa kujitegemea kutoka kwenye umoja. Kupitia namna mbalimbali za karama na uongozi ambao ameweka katika kanisa, watakuja katika umoja wa imani. Kitabu cha Testimonies to Ministers and Gospel Workers ukurasa wa 61 anasema Mungu analo kanisa duniani ambalo ni watu wake aliowachagua, wanaoshika amri zake. Anaongoza watu, sio makundi ya kubahatisha. Anaongoza watu, sio makundi ya kubahatisha. Hivyo wewe kama ni Mwadventista wa msabato wa matengenezo, unapoangalia vikundi vya wana matengenezo ni vingi, ujue kwamba huo ni mpango wa shetani na hiyo ni Babeli nyingine kama Babeli zingine. Hivyo katika vikundi hivyo vingi lazima kuwe na kimoja tu ambacho kweli hicho ndicho kinastahili kuwa kanisa la Mungu duniani ambalo limewekwa wakfu ili kuwa chanzo cha nuru, na kikundi hicho na kanisa hilo ndilo ambalo Mungu ameliweka na anawaongoza wadhambi waende katika hilo wakapatiwe ukweli. Kitendo cha kusema tu kwamba kila kikundi ni kanisa la Mungu limradi kinatii ukweli, hiyo ni nadharia za kishetani ili kupoteza maana halisi ya kanisa halisi linaloonekana duniani ambalo Mungu ameliweka. Shetani anawaendekezea mawazo kama hayo watu ili kwamba waridhike katika kujitegemea popote pale, waenende kama wapendavyo na hatimaye uangamivu wakute. Makundi ya Waadventista wana matengenezo yanayoibuka kwa wingi sasa, na mengi yakipinga mfumo, yanataka kuonesha kwamba Mungu anafanya kazi kwa kubahatisha, kazi isiyo na utaratibu ama uhakika. Mungu anasema la hasha, si yeye anayefanya hiyo kazi, bali ni ule mwovu, adui wa kazi ya Injili. Hebu tuone kitu kimoja cha muhimu sana kuhusiana na mawazo ya kila mtu kujitegemea na kupinga mfumo wa kanisa. Hii ni silaha ya mwovu. Kutoka kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho ukurasa wa 47 anasema wengine wameendeleza dhana kwamba kwa kadiri tukaribiavyo kufunga historia ya dunia, kila mtoto wa Mungu atatenda kwa kujitegemea kutoka kwenye mfumo wowote wa kidini. Lakini nimeelekezwa na Bwana kuwa katika kazi hii hakuna jambo kama hili la kila mtu kufanya kwa kujitegemea. Kwa kadiri tukaribiavyo ghasia kubwa za siku za mwisho, badala ya kujisikia kuwa lipo hitaji dogo sana la kuwa na mfumo na muunganiko, tungepaswa kuwa na utaratibu imara mpaka sasa. Kwa hiyo wengi wanajitegemea, wamekuwa na mawazo ya kujitegemea kwamba sasa hivi kwa sababu kanisa la SDA limeasi na namna gani, kwa hiyo kila mmoja ni kujitegemea. Wapo wahubiri wengi kidai ni Waadventista wana matengenezo, lakini ni wahubiri wa kujitegemea kama independent ministers. Yani hadhila wanazo ama ni ushirika wanaohudumia ni kama makanisa tu ya kirokole, kwamba mchungaji anaanzisha kanisa lake na linakuwa chini yake. Hivyo utaratibu kama huo si wa Mungu. Mungu hana utaratibu huo wa kila mmoja kujitegemea, bali anataka wote wanaovutwa na ukweli wake wawe kitu kimoja, waunganishwe na utaratibu na oda moja kama lilivyo jeshi. Jeshi haliwezi kuwa na oda moja wakati huo wanajeshi hao wako ni kila sehemu wanajitegemea kivyao, wana oda yao, kila kikundi kina oda zake. Hapana, jeshi linaongozwa na oda moja. Mawazo haya ya kujitegemea kila mmoja ni hila za shetani. Watu wenye mawazo hili hawajatumwa na Mungu, maana hujisikia kutokuwa na wajibu kwa mtu mwingine. Kutoka kitabu cha Evangelism ukurasa 318 anasema
Shetani hupinga kujiunga na kanisa. Ni juhudi yake iliyoandaliwa vizuri kuwapeleka watu wajiitao kuwa Wakristo waende mbali na mipangilio ya kimbingu kwa kadiri yawezavyo. Kwa hiyo anawadanganya watu, hata watu wa Mungu, na kuwafanya waamini kuwa utaratibu na hatua za kinidhamu ni adui wa mambo ya kiroho, na kwamba usalama wao ni kumwacha kila mtu aende katika njia yake mwenyewe, na hasa wakibaki wamejitenga na miili ya Wakristo walioungana na wanaofanya kazi za kuimarisha utaratibu na utendaji wenye kuiana. Sikiliza vizuri mpendwa mtazamaji hapa. Nukuu hii imesema kwamba yeye Shetani anawadanganya hata watu wa Mungu. Kumbuka Yesu wakati anataja dalili za siku za mwisho anasema manabii wengi watatokea na Makristo watadanganya kama yamkini hata walio wateule. Sasa hapa Shetani anazungumzia hata watu wa Mungu, anawadanganya na kuwafanya waamini kwamba utaratibu hulia wa kila mtu kuenenda anavyotaka. Ndivyo, yaani anawadanganya kwamba hiyo ndio njia salama zaidi ya kuepuka hata uasi. Ndivyo ambavyo manabii wa uongo wametokea leo ndani ya ulimwengu wa Kiadventista, tena wakijiita wana matengenezo. Wanahubiri muundo na mfumo ni uasi. Kila mmoja aende kwa kujitegemea. Popote pale wakiwa wawili watatu, hilo ni kanisa. Hamna haja ya muundo unaowaunganisha washiriki wa kanisa duniani. Shetani yupo kazini. Anadanganya kama yamkini walio wateule hata sasa. Juhudi zote, nukuu inaendelea nasema, juhudi zote zinazofanywa kutekeleza hayo zinaonekana ni za hatari na zenye kuzuia uhuru wa utendaji, na hivyo wanachukuliwa kama wenye kuendekeza upapa. Roho hizi zilizodanganyika huchukuliwa kuwa ni sifa, kujivuna kwa huo uhuru wao wa kuwaza na kutenda na kwa kujitegemea. Hawawezi kukubali neno la mtu mwingine. Hawawajibiki kwa mtu yeyote. Ilikuwa na sasa ndio kazi ya Shetani kuwaongoza watu kujisikia kuwa ni mpango wa Mungu kufutilia mbali utaratibu kwa ajili yao wenyewe na kuchagua utaratibu wao mbali na ule wa ndugu zao. Moja ya vitu ambavyo watu wanavitumia hasa Waadventista wa Sabato wana matengenezo vikundi mbalimbali, wanasema leo hatuwezi kuwa na GC, tunarudi kwenye utaratibu wa kanisa la awali la mitume. Kipindi hicho hakukuwa na mambo ya GC, hakukuwa na mambo ya baraza kuu. Lakini katika sehemu ya kwanza ya somo hili la muundo wa kanisa tuliona jinsi ambavyo hata kanisa la awali la mitume liliunganishwa na mfumo mmoja, uongozi mmoja uliwaunganisha kote, sehemu yote ambayo injili ilikuwa imefika. Kwa hiyo hayo maneno ya kwamba sasa hivi tunaenda kwa mfumo huria kama ilivyokuwa kipindi cha mitume, hayo ni maneno ya uongo. Ni watu ambao hawajui hata kanisa la mitume liliendeshwaje. Kitabu cha CET ukurasa wa 201 aya ya kwanza anasema, Shetani anajua vizuri kwamba mafanikio yanawezekana pekee kupitia utaratibu na matendo yenye muunganiko. Anatambua vizuri kwamba kila kitu kilichounganika na mbingu kiko katika utaratibu kamili, kwamba kujidhiri na kwa njia ya nidhamu ndiko kunaongoza mwenendo wa jeshi la malaika. Ni jitihada yake aliyojifunza kuwaongoza wanaodaiwa kuwa Wakristo mbali kabisa na mpangilio wa kimbingu kama awezavyo. Kisha huwadanganya hata wanaodaiwa kuwa watu wa Mungu na kuwafanya waamini kwamba utaratibu na nidhamu ni maadui wa mambo ya kiroho, na kwamba usalama wao ni kumwacha kila mtu aende katika njia yake mwenyewe, na hasa wakibaki wamejitenga na jumuiya ya Wakristo walioungana na wanaofanya kazi ya kuimarisha utaratibu na utendaji wenye kuiana. Naamini mtazamaji umeisikiliza vizuri hii nukuu. Ni lengo la Shetani kutaka watu waenende kama wanavyopenda wao kila mmoja. Mafanikio ya utume wa injili ni kupitia umoja katika mfumo, kama mitume walivyosonga mbele kwa mafanikio kwa sababu ya kuunganishwa na mfumo mmoja. Kitabu cha Evangelism ukurasa wa 94 aya ya kwanza nasema, ni muhimu kufanya kazi kwa utaratibu kwa kufuata mpango uliobuniwa na kusudi thabiti.
Hakuna mtu mmoja anayeweza kumwongoza mwingine isipokuwa anapoona kwa hiyo kwamba kazi ya kufanya inapaswa kuchukuliwa kwa mfumo maalum na katika utaratibu ili kwamba ipate kufanyika kwa muda sahihi. Kwa hiyo hapa tunaendelea kuaswa na kuonyeshwa kwamba jinsi ambavyo utaratibu unapaswa kuwa ndio kusudi la kwanza la kanisa katika kuhakikisha kwamba kazi ya injili na utaratibu wa injili unaenda kwa ufanisi zaidi. Kuna wengine wale ambao wanadhani kwamba mfumo wa kanisa ama General Conference ndio sababu ya maovu. Kwa hiyo wakiachana na huo mfumo ndio wataachana na maovu ama wataachana na uasi wa kanisa. Lakini je, hili ni la kweli? Kitabu cha Fundamentals of Christian Education ukurasa wa 253 kinasema uovu hautokei kwa sababu ya mfumo, lakini ni kwa sababu ya kufanya mfumo ndio kila kitu. Kwa hiyo tumeona kwamba jinsi ambavyo mfumo wa kanisa ulianza tangu kipindi cha wana wa Israeli, uliendelea ule ule mpaka kipindi cha kanisa la awali na mpaka leo ni ule ule. Kuna uasi wa aina nyingi umefanyika kipindi cha wana wa Israeli, kipindi cha kanisa la mitume na kuendelea mpaka kufikia kipindi cha kanisa la Adventista wa Sabato. Uasi wa kila aina umetokea, lakini Mungu hajaachana na mfumo huo. Kwa nini? Kwa sababu mfumo sio chanzo cha uasi, lakini chanzo cha uasi ni watu kumwacha Mungu. Kwa hiyo ukisema kwamba mfumo fulani ambao ni Mungu mwenyewe aliuanzisha ndio sababu ya uasi, basi wewe ndio utakuwa hujaelewa vizuri maandiko. Testimonies to Ministers and Gospel Workers ukurasa wa 366 nasema mifumo taasisi isipokuwa zinalindwa na nguvu za Mungu zitatenda kazi chini ya amri ya shetani ili kuwaleta watu chini ya udhibiti wa watu, na udanganyifu na hila zitabeba mfanano wa moyo kwa ukweli na maendeleo ya ufalme wa Mungu. Kwa namna yoyote, kama katika utendaji wetu hauko wazi kama mchana, hutoka kwenye taratibu za mkuu wa uovu. Kwa hiyo mifumo isipodhibitiwa na nguvu za Mungu, nguvu za uovu zinafanya kazi yake. Kwa hiyo uasi si kwa sababu ya mfumo wa kanisa GC, bali ni kwa sababu ya watu kumwacha Mungu. Maandiko na nuru zinasema hakuna wakati mfumo au muundo wa kanisa ungebatilishwa. Kitabu cha Testimonies to Ministers and Gospel Workers ukurasa wa 27 na 28 nasema asiwepo yeyote wa kukaribisha mawazo ya kwamba tunaweza kuachana na utaratibu wa muundo. Umetugharimu kujifunza kwingi na maombi mengi kwa ajili ya hekima, ambapo tunajua Mungu amejibu kulisimamisha muundo huu. Umejengwa kwa maelekezo yake kupitia kafara na masumbufu mengi. Asiwepo mmojawapo wa ndugu yetu atakayedanganyika katika kujaribu kusambaratisha chini, maana kwa jinsi hiyo utaleta hali ya mambo usiofikiria. Kwa njia katika jina la Bwana ninawatangazieni kwamba utasimama, utaimarishwa na kuendelezwa na kuthibitika. Kwa hiyo mfumo huu ungeendelea mpaka mwisho. Ndio maana tumasoma katika ile nukuu inayosema wengine wameendekeza mawazo kwamba kadri tunavyokaribia siku za mwisho kutakuwa na kujitegemea. Lakini badala yake Nabii White alionyesha kwamba mmoja na muunganiko unapaswa kuendelea mpaka mwisho. Ungeendelea kwa namna gani? Kwa mfumo ambao umefunuliwa katika nuru, ndio ambao ungedumisha umoja mpaka mwisho. Testimonies to Ministers and Gospel Workers ukurasa wa 26 na 228 anasema tunataka kushikilia mistari hii sawasawa ya kwamba pasije pakawepo na uvunjaji wa mfumo wa miongozo na taratibu. Katika njia hii hakitatolewa kibali kwenye vikundi visivyo na mpangilio kuitawala kazi kwa wakati huu. Tunaishi kwenye wakati ambao utaratibu, muundo na umoja wa utendaji ni vyenye umuhimu sana. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anasema kwamba hawezi akatoa kibali vikundi visivyo na mpangilio kuitawala kazi kwa wakati huu. Lazima muundo, utaratibu na umoja wa utendaji uwe wa muhimu sana kwa kanisa lake.
Lakini ingawa haya magumu yanakuwepo, je, hii itayatangulia kwa kufanya ukomo wa kuwa na mfumo? Nina uhakika kwamba Bwana amewekeza katika muundo ambao umekamilishwa, na ukweli kwamba kuna vitu vinavyovunja moyo katika kazi vinapaswa visifikiriwe kuwa sababu ya kuvunja muundo. Nuru kubwa ilitolewa kwetu katika kutekeleza muundo wa makanisa, na bado tulikuwa na pambano kubwa la kupigana katika kukamilisha muundo, lakini mwisho ulipatikana. Na sasa kanisa linapaswa kuvunja muundo kwa sababu ya kutofautiana utaratibu au kiburi? Je, tunapaswa kurudi nyuma ambako hatukuwa na utaratibu kwa sababu waumini wasiotakaswa wameweka kazi kwenye chombo cha kibinadamu na kuliunda kanisa kwa namna ambayo itakidhi viwango vya wengi, lakini kwa sababu ya ushawishi usiojitoa wakfu? Je, tunapaswa kuchukua hatua nyuma na kukanyaga chini zile njia ambazo zimetugharimu sana kuzijenga na kutangaza kwa muundo ulikuwa ni makosa? Hatuwezi kufanya hivi. Kutoka kitabu cha Christian Education, ukurasa wa 135 na 136. Kwa nini hapa dada White katika nukuu anasema kuvunja muundo ni kuchukua hatua kurudi nyuma? Kumbuka, muundo ulianzishwa ili kuifanya kazi kuwa yenye mafanikio zaidi. Kwa hiyo kuvunja muundo na kuirudisha kazi nyuma. Yaani bila muundo injili haiwezi kuenea ulimwenguni mzima. Migawanyiko itatawala na kazi haitasonga mbele. Tuone kitu kingine kuhusiana na matumizi mabaya ya shuhuda katika kupinga muundo wa kanisa. Wengine hutumia nukuu za dada White ambazo husema baraza kuu si sauti ya Mungu tena. Kwa hiyo ndio maana wao wanasema hawawezi kuwa na General Conference tena, kwa sababu General Conference sio sauti ya Mungu tena. Lakini nabii hakuwa na maana ya kubatilisha uwepo wa baraza kuu, bali alikuwa anaonya juu ya baraza kuu kuwa na wajumbe wachache, ili hali idadi ya waumini ulimwenguni ilikuwa imeongezeka sana. Hivyo baraza kuu pia lilipaswa kupanuka ili kwenda sawa na idadi ya washiriki. Hebu tuone ushuhuda huu. Unasema, katika nyakati mbalimbali kikundi kidogo cha watu kinapoaminiwa kuisimamia kazi kwa ujumla kwa jina la baraza kuu, daima kilitafuta kufanya mipango isiyo ya busara ili kukwamisha kazi ya Mungu. Nimesema kwamba sitaitambua tena sauti ya baraza kuu inayowakilishwa na watu wachache. Sikiliza vizuri. Anasema dada White anasema, nimesema kwamba sitaitambua tena sauti ya baraza kuu inayowakilishwa na watu wachache kama sauti ya Mungu. Kwa hiyo Ellen G. White hakutambua sauti ya baraza kuu kama sauti ya Mungu inayowakilishwa na watu wachache. Lakini hii anaendelea anasema, lakini hii haimaanishi kwamba maamuzi ya baraza kuu linaloundwa na mkusanyiko wa walioteuliwa kwa usahihi, watu waliowakilishi kutoka sehemu zote za maeneo ya kazi, hayataheshimiwa. Kutoka kitabu cha Testimonies for the Church volume 9 ukurasa wa 260 aya ya 2. Kwa hiyo hapa dada White alikataa kutambua sauti ya General Conference yenye wawakilishi wachache. Alikataa kuitambua kama sauti ya Mungu kwa sababu inakuwa na wajumbe wachache ambao hawakidhi idadi ya washiriki. Lakini akasema kitendo chake cha kukataa sauti hiyo ya wajumbe wachache haimaanishi kwamba angeendelea kukataa hata maamuzi ya baraza linaloundwa na wajumbe wote ambao ni wawakilishi wa kanisa, wa washiriki wote duniani. Kwa hiyo kumbe dada White alikuwa anaonya juu ya baraza kuu lenye watu wachache tu. Alisema baraza la aina hiyo sio sauti ya Mungu kwa sababu sio sauti ya wawakilishi wote bali ni watu wachache tu. Kwa hiyo akasema hiyo haimaanishi kwamba maamuzi ya baraza lenye wajumbe wote toka kila sehemu yasiheshimiwe, bali yanaheshimiwa. Kwa hiyo alisema baraza kuu la kanisa linapaswa kuwa namna fulani. Ukurasa wa 56 Last Day Events anasema Mungu ameweka wakfu kwamba wawakilishi wa kanisa lake kutoka sehemu zote za dunia wanapokusanyika kwenye baraza kuu watakuwa nayo mamlaka. Hivyo sifa kuu ya baraza kuu ni wawakilishi wa washiriki kutoka kila sehemu
isije ikakosa sehemu mojawapo ikakosa wawakilishi. Maana yake sauti ama maamuzi yatakayotolewa na baraza kuu yanakuwa ni yana upungufu, kwa sababu kuna sauti ya washiriki wengine hapo haipo. Wengine hutumia baadhi ya nukuu kupinga uwepo wa rais wa baraza kuu. Matumizi mabaya ya nukuu tunaangalia. Wengine hutumia nukuu kupinga uwepo wa rais wa baraza kuu. Nukuu hii inasema, si busara kumchagua mtu mmoja kama rais wa baraza kuu. Kazi ya baraza kuu imepanuka na vitu vingine vimefanywa kuwa vigumu pasipo ulazima. Upungufu wa utambuzi umedhihirika. Kunatakiwa kuwepo na mgawanyo wa maeneo ya kazi au mipango mingine inapaswa kuweka ili kubadili utaratibu wa mambo uliopo sasa. Kutoka kitabu cha Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 342 mwaka 1896. Katika maneno hayo ya dada White alikuwa anazungumzia kupanuka kwa kazi ya Injili, na hivyo mgawanyiko wa maeneo ya kazi ulitakiwa kufanyika. Kipindi hicho kiongozi wa baraza kuu alikuwa akihudumia makanisa yote. Hakukuwa na viongozi wengine wa chini yake katika maeneo ya kazi ambayo baadaye ngazi zingine za uongozi ziliongezeka. Yaani hakukuwa na divisions, union wala field, bali baraza kuu tu peke yake. Baada ya kazi kupanuka haikutakiwa iendelee kuwa hivyo kwamba baraza kiongozi wa GC tu ndiye anaongoza kazi zote, bali walitakiwa kuchaguliwa viongozi wengine chini wa ngazi zingine, na maeneo ambako kazi ilikuwa imeenea walipaswa kuwekwa, ambao na wao wangekuwa maraisi wa maeneo ya kazi, na hii kufanya mfumo kuwa na maraisi zaidi ya mmoja. Kwa haikutakiwa awe kama Musa kipindi ambacho alikuwa anawaamua watu wote peke yake. Alitakiwa kuchagua wakuu wengine wa ngazi ya chini yake mpaka ambapo jambo fulani limewashinda wote ndio anaeletewa yeye. Kwa hiyo mfano wa uongozi uliokuwepo ambao dada White alionya uachwe ni mfano wa nchi iwe na rais tu, bila mawaziri, bila wabunge, bila wakuu wa wilaya, bila watendaji wa kata, vijiji na wala wenye viti wa mitaa. Yaani kazi yote imwangalie yeye tu. Kwa hiyo nukuu hiyo hailengi kutokuwepo kwa rais mmoja katika ngazi ya baraza kuu, bali inalenga kutokuchaguliwa rais mmoja tu bila viongozi wengine katika maeneo mengine ya kazi wa kusaidiana naye katika kuimarisha kazi. Kwa hiyo baraza kuu linapaswa kuundwa na idadi ya wawakilishi kamili wa wawakilishi wote ulimwenguni. Kwa hiyo matokeo ya kutokuwa na mfumo au muundo wa kanisa. Tuone matokeo ya kutokuwa na mfumo au muundo wa kanisa. Kwanza, kanisa litavunjika na kuwa vipande vipande. Kama ambavyo wengi wanaojiita wana matengenezo leo wako katika vipande vipande kwa sababu ya kukataa mfumo. Kitabu cha Counsels for the Church page ya 241 aya ya 5 anasema, kama hakutakuwa na udhibiti, nidhamu na uongozi katika kanisa, kanisa litavunjika na kuwa vipande vipande. Halitashikamana kwa pamoja kama mwili mmoja. Kumekuwa na watu wenye mawazo ya kujitegemea na waliodai kuwa walikuwa sahihi, kwamba Mungu kwa upekee aliwafundisha, alivutiwa nao na aliwaongoza. Kila mmoja na nadharia zake mwenyewe, hujiona wa pekee na yeye mwenyewe. Kila mmoja hudai kwamba maoni yake yapo sawa na neno la Mungu. Kila mmoja na nadharia na imani tofauti. Bado kila mmoja hudai ni nuru maalum kutoka kwa Mungu. Hawa hujiondoa kutoka kwenye umoja na kila mmoja ni kanisa lake mwenyewe linalojitegemea yeye. Yote haya hayawezi kuwa sahihi. Bado wote wanadai kuongozwa na Mungu. Kwa hiyo matokeo ya kanisa kupinga muundo ni kuvunjika kuwa vipande vipande. Sasa hatari ni hii. Malaika wa mbinguni hawawezi kushirikiana na wajumbe wasiotenda kazi katika utaratibu. Nukuu inasema,
Malaika hutenda kazi kwa muunganiko. Utaratibu kamili ndio sifa ya nyendo zao zote. Kadiri tunavyoiga muunganiko na utaratibu wa jeshi la malaika, ndivyo ambavyo jitihada za mawakala hawa wa kimbingu zitakavyokuwa na mafanikio kwa niaba yetu. Tusipoona ulazima wa matendo yaliyo katika muunganiko na kutokuwa na utaratibu, kutokuwa na nidhamu na kuwa katika hali ya kutokuunganishwa katika mwendo wa kazi zetu, malaika ambao wako katika muundo bora na wanatembea katika utaratibu kamili hawatafanya kazi kwa ajili yetu kikamilifu. Hugeuka kwa huzuni kwa sababu hawajapewa mamlaka ya kubariki machafuko, vurugu na hali ya kusambaratika. Wote wanaotamani ushirikiano na wajumbe wa kimbingu ni lazima watende kazi katika mfanano na wao. Wote waliotiwa nguvu toka juu, jitihada zao zote zitahamasisha utaratibu, nidhamu na umoja wa matendo, na malaika wa Mungu wanaweza kushirikiana nao. Lakini kamwe wajumbe hawa wa kimbingu hawataweka ukubali wao juu ya hali ya kutokuwa na umoja, kusambaratika na kukosa utaratibu. Maovu yote haya ni matokeo ya jitihada za shetani kudhoofisha majeshi yetu ili kuvunja tumaini na kuzuia kazi ya mafanikio. Counsels for the Church, ukurasa 244 aya ya 3. Ndugu msomaji, amini kwamba shuhuda na neno la Mungu katika kweli za Mungu alizotupatia, tusichague kinachotupendeza maoni yetu tu na sehemu nyingine tukaikataa. Tunapaswa kujifunza asili kamili ya nuru kama hizi, nuru ya muundo wa kanisa. Tunapaswa kuzizingatia vyema kabisa kama zilizofunuliwa. Uasi wa kanisa la SDA kwa sababu ya kuachana na kweli za Biblia si sababu ya kukataa kila kitu ambacho kanisa hilo lilikuwa navyo. Wapo wengine ambao wanajaribu kuwa wana matengenezo, wanataka wakatae kila kitu ambacho kanisa la SDA linafanya kwa kigezo cha kwamba wao ni wana matengenezo. Lakini hiyo sio kweli. Wanajikuta wanaanza kujenga jengo upya bali hawatengenezi. Matengenezo ya kweli yalitabiriwa. Katika masomo mbalimbali ambayo tumeyatoa kwenye channel hii ni juu ya matengenezo ya kweli yaliyotabiriwa. Matengenezo ya kweli hayajaacha nuru hata moja. Hasa nuru hii ya muundo wa kanisa imezingatiwa vilivyo kwa sababu ni nuru kutoka mbinguni. Matengenezo hayaharibu bali yanatengeneza nuru zote ambazo Mungu amelipatia kanisa kwa wakati husika. Hivyo wote wanaotembea nje na utaratibu huu hawako salama. Ndugu unayetazama somo hili, karibu katika kanisa la Waadventista wa Sabato wana matengenezo lililotabiriwa kiunabii. Na hili ndio lililo na kweli zote za wakati huu ambazo zipo kwa ajili ya kuokoa wote na kuwatakasa wanadamu wote. Karibu. Kama una swali lolote unaweza ukaweka kwenye comment hapo na tutaiona, tutaifanyia kazi. Mungu akubariki na uwe na wakati mwema.